Rejelea taarifa yetu kuu usiku huu. Uchunguzi umeanzishwa upya kuhusu ajali aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo katika eneo la Karai, Naivasha Jumamosi asubuhi. Mkurugenzi wa kitengo cha upelelezi wa mauaji Martin Nyuguto ndiye anayeongoza uchunguzi huo. Amezuru eneo la tukio na kukagua gari la marehemu na basi la Climax lililohusika kwenye ajali. Uchunguzi huu ni kufuatia madai kuwa huenda ajali hiyo haikuwa ya kawaida. Ken Gashuhi anaarifu. Kufuatia maswali mengi yasiyo na majibu kuhusu ajali iliyokatiza ghafla maisha ya aliyekuwa mbunge wa Lugari Cyrus Jirongo, kitendo cha upelelezi wa jinai kimeanzisha uchunguzi upya. Mkurugenzi wa kitengo hicho Martin Nyuguto alitembelea eneo la mkasa na kuchukua kanda za CCTV kutoka kituo hiki cha mafuta, kanda inayoaminiwa kuonyesha Jirongo akiwasili na baadaye kuarifiwa kilikuwa kimefungwa na kurejea barabarani na kuelekea upande wa Nairobi. Akafika karibu mahali ambapo mafuta tunapeana, lakini hakapita tu, hakupata nafasi ya kuchukua hata muda wowote. Akatoka kuelekea ile njia unaoelekea Naivasha. Akiwa kwa entrance, hakupata nafasi ya kusimama na kutulia, akaingia moja kwa moja hadi barabara. Sekunde chache baada ya kuondoka na kabla ya kuhamia upande wa kushoto wa barabara, gari la Jirongo liligongana ana kwa ana na basi lililokuwa likiendeshwa kwa kasi. Kando na video hiyo, Nyuguto na wapelelezi watachukua upya taarifa kutoka kwa walioshuhudia ajali hiyo, akiwemo mlinzi na mhudumu katika kituo hicho cha mafuta. Pale akakutana na bus, kwa hivyo wakagongana head kwa head, na hivyo akasukumwa mita takriban 80 mbele tena. Kwa hivyo baadaye sasa watu wakakuja wakaangalia na wakashuhudia kweli alikuwa amekufa yule driver. Baadaye wapelelezi walitembelea kituo cha polisi cha Naivasha ambapo gari la marehemu pamoja na basi lilifikishwa baada ya mkasa huo. Magari hayo mawili yakikaguliwa upya. Uchunguzi ambao umeanzishwa upya sasa ukitarajiwa kutumia kanda za CCTV kutoka kituo hiki cha mafuta na pia kutokana na taarifa ya wale walioshuhudia ajali hiyo kutathmini iwapo ilikuwa ni ajali ya kawaida au la. Ken Gashuhi, KTN, Nakuru. Shukran sana Ken Gashuhi kwa